ya ziara ya Mheshimiwa Rais pale nchini Urusi ambayo alifanya kuanzia tarehe 3 mpaka tarehe 5 mwezi huu wa 6. Ndugu wanahabari, tarehe 2 Juni 2026, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliondoka nchini kuelekea shirikisho la Urusi kwa ziara ya kitaifa ya kihistoria. Akiwa jijini Moscow, Mheshimiwa Rais aliweka shada la maua katika mnara wa askari asiyejulikana kama ishara ya kuheshimu historia, utamaduni na mchango wa mashujaa wa Urusi. Baadaye alifanya mazungumzo na mwenyeji wake Mheshimiwa Vladimir Putin, Rais wa shirikisho la Urusi, ambapo alipokelewa kwa heshima zote za kitaifa ambazo ni za kiwango cha juu kabisa. Mazungumzo hayo yalifuatiwa na mikutano miwili ya uwili au bilateral talk kati ya ujumbe wa Tanzania na ujumbe wa shirikisho la Urusi. Siku iliyofuata, yani tarehe 4 Juni 2026, Mheshimiwa Rais alitunukiwa shahada ya heshima ya udaktari kutoka Chuo Kikuu cha Urafiki wa Watu wa Urusi, Ludny University au maarufu kama Patrice Lumumba University, kwa kutambua mchango wake katika elimu, maendeleo ya rasilimali watu na ushirikiano wa kimataifa. Ndugu wanahabari, tarehe 5 mwezi wa 6, Mheshimiwa Rais na ujumbe wake walielekea mji wa St. Petersburg ambako alifungua jukwaa la biashara kati ya Tanzania na wafanyabiashara wa Urusi, na pia alishiriki na kuhutubia jukwaa la kimataifa la uchumi la St. Petersburg International Economic Forum au SPIF 2026, ambalo ni moja ya majukwaa makubwa kabisa duniani katika masuala ya uchumi, na alikuwa ameambatana na mwenyeji wake Rais wa shirikisho la Urusi Mheshimiwa Vladimir Putin. Sambamba nao pia alikuwepo Rais wa Uzbekistan Mheshimiwa Shavkat Mirziyoyev, na pia alikuwepo makamu wa rais wa China ambaye ni Mheshimiwa Han Zheng. Nafikiri wote tulifuatilia jukwaa lile ambao viongozi hawa wakubwa wanne walishiriki. Kupitia majukwaa hayo, Mheshimiwa Rais aliendelea kuweka Tanzania kwenye ramani ya dunia kama kitovu cha uwekezaji, biashara, utalii na viwanda, sambamba na utekelezaji wa sera yetu ya mambo ya nje inayojikita katika diplomasia ya uchumi. Mheshimiwa Rais alianza safari ya kurejea nchini Ijumaa jioni na aliwasili nchini jana asubuhi. Kama mnavyofahamu, ndugu zangu wanahabari, taarifa mbalimbali kuhusu ziara ya Mheshimiwa Rais zimekuwa zikitolewa kupitia kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu, zimekuwa zikitolewa kupitia jopo la waandishi ambalo Mheshimiwa Rais aliongozana nao katika msafara wake, na pia kwa umuhimu mkubwa kabisa kupitia yeye mwenyewe Mheshimiwa Rais, japo ratiba yake ilikuwa ngumu sana akiwa pale St. Petersburg, lakini alijiiba akatoa nafasi ya kufanya mazungumzo na wanahabari tuliokuwa tumeambatana nao. Ninaamini wengi wetu tumefuatilia mahojiano hayo ambayo yalitangazwa na televisheni mbalimbali na vyombo vingine vya mtandaoni. Kwa hiyo mkutano wetu wa leo hautalenga tena kwenda kwenye yale maono sana au matarajio au sababu za ziara hiyo, kwa sababu muasisi wa maono hayo tayari ameyaelezea kwenye mahojiano yake na waandishi wa habari. Hivyo basi leo tunataka kuzungumzia jambo moja kubwa muhimu ambalo ni matokeo. Tunataka tuweke wazi ni fursa zipi zimefunguliwa ili wananchi waweze kujua, wadau waweze kujua. Tunataka kufafanua
serikali itafanya nini kuanzia sasa tunavyokwenda mbele. Tunataka kuonyesha wafanyabiashara watashiriki vipi na kuwahimiza, na tunataka kuona vijana wanafahamu kwa undani kiasi gani. Kwa maneno mengine, imetosha kuzungumza, sasa ni wakati wa kuchukua hatua. Hayo sio maneno yangu, mimi ni mdomo tu wa Mheshimiwa Rais. Haya maneno aliyasema wakati akifungua jukwaa la biashara kati ya Tanzania na Urusi alipohutubia pale St. Petersburg, kwamba tupunguze kuzungumza, sasa tutende. Kwa Kiingereza alisema we shift from rhetoric to action. Na ndio sababu tunaona kikao cha leo au mkutano wetu wa leo ulenge zaidi kuangalia maelekezo ya Mheshimiwa Rais, sasa namna gani watu waelewe yatakwenda kutekelezwa. Mbele yenu ndugu waandishi wa habari, tunao viongozi ambao walikuwa kwenye safari ile, wameratibu na kushiriki. Kwa hiyo tutawapa fursa ya wao kuelezea sasa the way forward, tunakwendaje mbele ili kila mtu aweze kushiriki. Tunaye Balozi Mahamoud Thabit Kombo ambaye ni waziri wetu wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa. Sambamba naye tunaye Profesa Kitila Mkumbo, waziri wa nchi ofisi ya Rais anayeshughulikia mipango na uwekezaji. Lakini pia tunaye Balozi John Ulanga ambaye ni mkurugenzi wa biashara ya kimataifa na diplomasia ya uchumi kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo nitaanza kwa kumkaribisha Balozi Ulanga ambaye alishiriki zaidi katika kuandaa majukwaa yale ya Tanzania na Urusi, lakini pia lile jukwaa la SPIF 2026. Balozi Ulanga, karibu. Asante sana mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu. Mheshimiwa Balozi Dr. Mahamoud Thabit Kombo, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo, waziri wa nchi ofisi ya Rais anayeshirikia mipango na uwekezaji. Naomba pia nitambue uwepo wa katibu mkuu ofisi ya Rais mipango na uwekezaji anayeshirikia uwekezaji, ndugu yangu Dr. Fred Nsemwa. Viongozi, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, kama ambavyo mkurugenzi mawasiliano Ikulu amezungumza, tumekutana leo kutoa taarifa ya matokeo ya ziara ya kihistoria ambayo imefanywa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nchini Urusi. Ilikuwa ni ziara ya kitaifa, lakini iliunganika na ushiriki wake katika jukwaa la kimataifa la uchumi la St. Petersburg. Kama ambavyo pia mkurugenzi alisema, hili ni jukwaa kubwa, ni jukwaa la 29 toka limeanza mwaka 1997. Ni jukwaa la 29 na kwa miaka ipatayo 20 iliyopita limekuwa likifanyika chini ya usimamizi au chini ya udhamini wa Rais Vladimir Putin wa Urusi. Kwa mwaka huu kulikuwa kuna washiriki kutoka nchi zaidi ya 130 na kulikuwa kuna washiriki wanaozidi 24,000. Kwa hiyo ilikuwa ni jukwaa kubwa sana ambalo lilikuwa lina ule mjadala mpana ambao tutazungumza, lakini pia kulikuwa kuna mijadala mingine midogo midogo ipatayo 300. Kwa ushiriki kwa kweli ni jukwaa kubwa, ni moja kati ya majukwaa yenye kuheshimika na yanayosubiriwa na kusikilizwa kwa hamu ulimwenguni kote. Hasa ni jukwaa ambalo linapata heshima kwa sababu ndio jukwaa pekee ambalo tunapata fursa ya kusikiliza sera, mwelekeo na maono ya Mheshimiwa Rais Putin. Sasa kwa namna kipekee, kwa sababu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa kwenye jukwaa hilo, manake na yeye alipata fursa ya kuangaliwa na dunia nzima ambao walikuwa wanafuatilia jukwaa hilo. Sasa kama ambavyo mlisikiliza hotuba ya Mheshimiwa Rais alipoanza,
ilitufanya tumepata interest ya kiwango cha juu kwenye eneo la utalii. Alipoanza alisema nawaletea salamu kutoka kwenye nchi ya mlima yenye barafu ya mlima Kilimanjaro, nawaletea salamu kutoka kwenye nchi ya mbuga za Serengeti, nawaletea salamu kutoka kwenye visiwa vya Zanzibar. Mnaweza mkaona tu kwamba ilikuwa ni mwanzo wa speech, lakini katika wataalamu wa marketing ile ilimfanya kila mtu aseme nataka kuijua, na wale wa kwenye banda wanakwambia walianza kupata wageni immediately ambao walikuwa wanasema tunawezaje kwenda kwenye hiyo nchi ya mlima mrefu kuliko, tunasema freestanding mountain. Mara nyingi tunasema mlima Kilimanjaro ni mlima mrefu kuliko wote Afrika, lakini ukweli ni kwamba mlima Kilimanjaro ni mlima mrefu uliosimama peke yake duniani kuliko milima mingine yote. Himalayas ni mountain ranges, yani ni safu ya milima, wakati mlima Kilimanjaro. Kwa namna ambavyo tu Mheshimiwa Rais zile alitumia dakika 3 zake za mwanzo, alianza kwanza kwa kuiuza Tanzania kwenye eneo la utalii, na tuliona mtiririko ya makampuni ya utalii kutoka Russia, hasa ikiendana na ile tangazo la kwamba sasa Air Tanzania itaanza kwenda Urusi kuanzia tarehe 2 mwezi wa 7, kwa sababu kimoja ambacho mtalii yoyote akitaka kwenda mahali lazima angalie ni urahisi wa kufika. Kwa ile tangazo tulipata makampuni zaidi ya 20 ya watalii yaongoza watalii ya Urusi ambao walikuja wakitaka kujua taarifa zaidi, na uzuri pale kulikuwa kuna wenzetu kutoka sekta ya utalii, Tanzania Tourist Board wakiwakilisha pia na Zanzibar Commission of Tourism. Kwa ilikuwa ni fursa ya kipekee, kitu ambacho tunasema tunaweza tukakishika kabisa. Watu walikuja pale na kuanza kutaka kupata taarifa zaidi. Tulipata pia, na kama ambavyo mnakumbuka katika hotuba pia Mheshimiwa Rais kwenye lile jukwaa aliuza miradi au maeneo 5, alisema haya naomba niyalete mbele yenu. Kwa tulipata interest kubwa kwenye maeneo yafuatayo. Kwanza, madini ya kimkakati. Kama ambavyo tunafahamu, Tanzania ina fursa kadhaa kwenye madini ya kimkakati. Mradi wa urani au katika sekta ya uranium, nickel, graphite na madini mengine ya kimkakati. Kwa ambao mnafahamu, tayari tuna kampuni ya Kirusi nchini Tanzania ambayo imewekeza kwenye mradi wa urani kule Mto Mkuju. Kampuni ya Mantra ambayo ni kampuni tanzu ya moja kati ya makampuni makubwa Urusi, inaitwa Rosatom. Interest yao na seriousness nao, yani umakini na maamuzi yao ya kuwekeza zaidi. Ule ni mradi wa kama dola bilioni 1.5 milioni na dola milioni 200, $1.2 billion. Tuliona sio tu wao, lakini makampuni mengine ya Urusi yanakuja kuuliza ni kwa namna gani wanaweza kushiriki kwenye sekta ya madini ya kimkakati nchini Tanzania. Tulipata pia interest kwenye sekta ya nishati, hasa sekta ya mafuta na gesi. Kama ambavyo pia tunafahamu, kampuni kubwa labda karibu kuliko zote za gesi duniani ambayo ndio inasambaza gesi Ulaya yote ya magharibi, na kampuni inaitwa Gazprom. Ni kampuni ya Urusi. Walishiriki, sio tu walishiriki kwenye ile jukwaa, lakini walishiriki kwenye jukwaa la biashara kati ya Tanzania na Urusi na walishiriki katika ngazi ya juu kabisa, na katika mazungumzo tuliyofanya nao wanauliza tufanyeje na sisi tuweze kushiriki katika utafutaji wa gesi nchini Tanzania. Gazprom, kama ambavyo nimesema, ni kampuni kubwa, ni moja kati ya makampuni 3 yanayoheshimika kwa uwekezaji katika eneo hilo. Kwa hiyo kuna fursa kubwa naiona kwenye hiyo eneo la nishati na utafutaji, exploration. Afya na dawa ni eneo jingine ambalo tumepata interest kubwa ya uwekezaji kwenye utengenezaji wa madawa, hasa kwenye utengenezaji wa chanjo. Makampuni ya Kirusi mengine ambayo tayari yameshaanza kuja Tanzania yamecommit na wanatuambia kwamba katika kipindi cha miaka 5 inayokuja, kwa kushirikiana na wao, makampuni ya Urusi watakuwa na uwezo wa kutengeneza chanjo zipatazo milioni 20 nchini Tanzania, chanjo za magonjwa mbalimbali. Kwa ambao mnafuatilia sekta ya madawa, kuna biashara moja nzuri sana, ni biashara ya chanjo. Na mnafahamu wakati wa COVID kwa mfano, wakina Mheshimiwa Waziri walifanya chanjo ya COVID inaitwa Sputnik.
na nyingine, lakini wenzetu Warusi wako vizuri sana kwenye eneo la chanjo. Kwa hiyo tumepata pia interest kubwa, walikuja na kuonyesha kwamba watakuja sasa kuweka makubaliano kwenye eneo la afya na madawa. Eneo jingine eneo la kilimo na uongezaji wa thamani. Hasa tunazungumzia smart agriculture, kile kilimo ambacho kinatumia vizuri mazingira. Wenzetu wamekuja na wanaonyesha interest ya kushirikiana na sisi kwenye sekta ya kilimo, yani teknolojia ya uzalishaji na usindikaji wa mazao, na hasa kununua bidhaa za mazao ya kilimo Tanzania kupeleka kuuza kwenye supermarkets au kwenye masoko ya Urusi. Na hasa tunazungumzia hapo biashara kama korosho, kahawa, chai na biashara nyinginezo ambazo zinazalishwa kwa wingi nchini Tanzania. Eneo la mwisho ni eneo la teknolojia, eneo la TEHAMA. Na nafahamu tayari kuna mazungumzo na kampuni kutoka Urusi, hasa ikilenga makampuni madogo ambayo yanakuwa startups. Uchumi wa kidijitali kama nchi tuna mkakati wa kuongeza uwekezaji katika uchumi wa kidijitali. Sasa ukiniuliza mimi, nikiangalia yale mazungumzo yote ambayo tulikuwa tunayafanya, hasa kwenye eneo la uwekezaji, lakini hasa kwenye eneo la biashara, ukiniuliza thamani, ninaamini kutoka Urusi katika kipindi cha miaka 3 mpaka 5 inayokuja tutapata uwekezaji, thamani ya uwekezaji na biashara kutoka Urusi haitapungua dola za Kimarekani bilioni 2, ambayo itakuwa ni uwekezaji mkubwa ambao itaiweka Urusi moja kati ya wawekezaji wakubwa. Labda tu nimalizie tu kwa ufupi, tulipofanya sasa ile business forum ambaye Mheshimiwa Rais alipata fursa ya kuja kulifungua, ambapo makampuni ambayo ninasema Gazprom, Rosatom na makampuni mengine makubwa ya Urusi yalikuwepo, yalipata fursa sasa ya kukutana na wafanyabiashara kutoka Tanzania ambao walikuwepo pale zaidi ya 50, na baadhi yao wameshaingia makubaliano kwenye maeneo kadhaa. Wengine wanasema kwa sababu ni mambo ya mapema wasingependa watajwe, lakini eneo la mbolea tunafahamu Mrusi ni moja kati ya wazalishaji wakubwa sana wa mbolea. Kwa hiyo kuna baadhi ya makampuni nayafahamu kutoka Arusha yameshaingia makubaliano ya uletaji wa mbolea kutoka Urusi. Eneo la vinywaji, kwa wale ambao ni watumiaji wa vinywaji vikali wanafahamu the Russian vodka ni moja kati ya kinywaji ambacho ni cha gharama na kinapendwa. Kwa hiyo tayari najua kuna baadhi ya makampuni ambayo walikuwa Russia wamerudi wakisema kwamba sasa wanaanza kupata sasa the Russian vodka na vyovyote vile ambavyo vinaendana na hivyo moja kwa moja kutoka Russia, kwa hiyo kuleta nafuu kwa mwekezaji. Hapa lengo ni pande mbili. Sisi tutakuwa tunauza zaidi kwao, hasa zile bidhaa za kilimo, na zile bidhaa ambazo wao wanatengeneza tutakuwa tunanunua kwao, hasa mbolea, vinywaji, na lakini kwa vile ambavyo wanaweza kuvitengeneza Tanzania, hasa kwenye sekta ya madawa, tunaamini kwamba kwenye sekta ya madawa watakuja kutengeneza madawa hapa Tanzania, na ndio ambao wameonyesha, anasema miaka 5 tutakuwa tunatengeneza 20 million vaccines hapa Tanzania, sio kuzuza tu Tanzania kwa ajili ya pia kupeleka katika nchi za jirani. Lakini sekta ya madini sio tu kwamba sekta ya madini na sekta ya nishati sio tu kuchimba madini, lakini pia kuongeza thamani ya madini ambayo yatachimbwa. Kwa hiyo kwa ufupi labda niseme ni ziara ambayo Mheshimiwa Rais amefungua milango kupitia heshima ya kwake na milango aliyofungua. Wafanyabiashara kutoka Tanzania wameweza kurudi na kusema hiki ndicho ambacho tutakipata. Sasa utaratibu mpya ambao tunauweka kwenye ziara kama hizi, kwanza katika kipindi cha wiki 1 na 2, maana wengine najua wanarudi leo kutoka Russia, kukamilisha orodha ya nia zote za uwekezaji. Tutazikamilisha na kuzikabidhi ofisi ya Rais uwekezaji ili waweze kutusaidia kufanya follow up, lakini pia kufanya uratibu wa masuala ya kibiashara ambaye yanaratibiwa na Wizara ya Viwanda na Biashara, lakini pia swala la uanzishaji wa safari ya ATCL tarehe 2 mwezi wa 7. Hilo tutapenda sasa lipewe shamra kwa kiwango hicho ambacho kimeanzishwa na Mheshimiwa Rais ili itusaidie kuongeza flow ya watalii kutoka Urusi.
Katika miaka mitano iliyopita, mwaka 2021 ndio tulipata watalii wengi kuliko wote kutoka Urusi, ambao walikuwa nafikiri karibu watalii 77. Baada ya COVID ile kuisha, idadi ya watalii imepungua, na mojawapo ilikuwa ni pia kutokana na njia za usafiri. Kwa hiyo kuwepo kwa ATCL itatusaidia hiyo. Lakini kitu cha tatu ni kwamba tutaendelea kufanya utaratibu wa kuwapokea wafanyabiashara na wawekezaji kutoka Urusi ambao wameonyesha nia ya kuja sasa kuhakikisha hizi fursa ambazo wameziona zinatekelezeka. Na la mwisho, katika kipindi cha miezi mitatu inayokuja tutatoa taarifa za utekelezaji ili kusema yale ambayo yalitokana na ziara ya Mheshimiwa Rais Urusi, mengine yapi yamejitokeza, maendeleo ambayo tumeyapata na manufaa ambayo tumeendelea kuyapata. Nitakuwa tayari kujibu maswali muda utakapofika. Asante sana. Asante sana mkurugenzi. Na upande wa mbolea pia umezungumzia kwamba kwenye kilimo tutapeleka, lakini upande wa mbolea pia Mheshimiwa Rais alisukuma kwamba badala ya sisi kuagiza tu mbolea, waje pia hapa, wameonyesha interest ya kuja hapa waweke viwanda vyao ili tuzalishe kutoka hapa na kusambaza kwenye ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kusini. Sasa naomba nimwite Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, anayeshughulikia mipango na uwekezaji. Karibu Mheshimiwa. Nakushukuru sana mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu, Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, uwe na hakika kwamba uwepo wako na utambua kwa dhati, na viongozi wote na waheshimiwa waandishi wa habari za mchana. Naomba nitapitia maeneo matano tu. Kwanza nataka kueleza umuhimu wa ziara hiyo katika muktadha wa kiuchumi, na nafahamu kwamba Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje ataeleza kwenye muktadha wa diplomasia yetu. Tunapoanza utekelezaji wa dira 2050 kama ambavyo tumeeleza katika maeneo mbalimbali, utekelezaji wa dira hii unahitaji wadau mbalimbali kutoka ndani na nje, wadau kutoka ndani ya serikali, lakini wadau kutoka sekta binafsi. Na katika muktadha huo, sisi kama nchi tutasaka wadau watakao shirikiana nasi katika kutekeleza dira yetu kutoka kila pembe ya dunia. Na kwa kweli tukiazima msemo wa Wachina na wa Singapore, katika swala hili hatutachagua kama ni paka, hatutachagua rangi ya paka. Muhimu ni kwamba paka huyo awe na uwezo wa kukamata panya. We are not going to look at the color of the cat, provided that cat is capable of catching the mice. Kwa hili ni eneo ambalo ningetaka ile inaleta shida hii. Sawa. Kwa niko naelezea muktadha wa ziara katika muktadha wetu wa kiuchumi, kwamba utekelezaji wa dira 2050 inahitaji kumobilize wadau kutoka ndani na nje. Na katika kumobilize wadau kutoka nje ya nchi, sisi kama nchi tutaenda kusaka wadau popote walipo katika dunia hii. Na katika hilo, kama nilivyosema, tunatumia sana msemo wa wenzetu wa China na wa Singapore. Kesho anakuja Mheshimiwa Rais wa Singapore hapa. Wao ni pragmatism, kwa maana kwamba kama ni paka, hutajali rangi ya paka. Muhimu ni kwamba paka huyo awe na uwezo wa kukamata panya. Na sisi tutaangalia, muhimu ni kwamba tutapata mitaji, teknolojia, biashara, uwekezaji. Tutafuata na kukumbatia popote ulipo. Na katika hili hatutachaguliwa marafiki gani tufanye nao kazi. Pili,
Muktadha wa ziara hii pia ni kuzingatia kwamba tumeunda kitu kinaitwa Intergovernmental Commission between Russia and Tanzania, na tumekuwa na vikao tangu mwaka 2024, kikao cha kwanza kikiwa kimefanyika hapa Dar es Salaam, kikao cha pili tukakifanyia Moscow mwaka 2025 Mei mwaka jana hiyo, na kikao cha tatu wengi mlishuhudia tulikifanya juzi Mei Arusha, ambacho kimefuatiwa na ziara ya Mheshimiwa Rais. Katika vikao hivyo vya ushirikiano tumekubaliana kushirikiana katika maeneo takriban 9 yafuatayo, na baadhi ameshayataja Balozi Ulanga. Kwanza, kilimo, elimu na mafunzo, nishati, madini, viwanda, usafiri na usafirishaji, utalii, uchumi wa kidijitali na biashara na uwekezaji. Kwa ndio maeneo ambayo tunayo, na ushirikiano huo mpaka sasa umeshazaa makubaliano au agreement ama MOU utakavyoita 8 zifuatazo. Hizi tayari tumeshazisaini. Kwanza, serikali ya Tanzania na serikali ya shirikisho la Urusi tumesainiana hati ya makubaliano kati ya Chuo Kikuu cha Mgimo na Baraza la Kiswahili Tanzania ni BAKITA katika kuendeleza lugha za Kiswahili na lugha ya Kirusi, na Mheshimiwa Rais juzi ameeleza jinsi ambavyo Kiswahili kinafundishwa Urusi na sasa tunataka Kirusi kifundishwe hapa Tanzania kupitia Chuo Kikuu cha UDOM. Hiyo ni matokeo ya kusainiwa kwa makubaliano haya ambayo nimeyataja kati ya Chuo Kikuu cha Mgimo na Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA. Hati ya pili ni hati ya makubaliano kati ya Rabbit Bio yani LLC, Life DX Africa, mambo mazito haya, na Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi cha Muhimbili. Haya makubaliano mawili MOU zilisainiwa kwenye mkutano wetu wa Arusha, wakiwemo waziri wa uchumi wa kwao na mimi kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika ziara ya juzi kule Urusi, makubaliano yafuatayo yamesainiwa. Ya kwanza kwa maana ya 3 sasa. Zile ni 2 zimesainiwa hapa, hizi ambazo nazitaja zimesainiwa kule tulipokuwa juzi. Ya kwanza ni hati ya makubaliano kati ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Wizara ya Elimu ya Juu ya Shirikisho la Urusi kuhusu ushirikiano katika masuala ya elimu ya juu, sayansi, teknolojia na ubunifu, na sisi tuliwakilishwa na Mheshimiwa Waziri wa Elimu Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda. Na hapa ni muhimu sana kwa sababu moja makubaliano kwenye hili ni kutambuliwa kwa tuzo zinazotolewa na elimu yetu hapa Tanzania na elimu ya Shirikisho la Urusi. Zamani ilikuwa ni kwamba ukisoma Urusi ukija hapa Tanzania ni mbinde, inabidi upitie mlolongo mrefu sana wa kuweza kutambuliwa tuzo yako. Lakini sote tunafahamu ubora na uthabiti wa elimu ya Urusi na watu wetu wengi wamesoma huko. Kwa hiyo ilikuwa ni urasmi ambao kimsingi ulikuwa hauna msingi. Kwa ziara hii imetatua jambo hilo kupitia waziri wetu wa elimu, wameshakubaliana sasa. Kwa hivyo ukisoma kule sasa ukija hapa vyeti vyako vinatambuliwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria zetu. Hilo ni tokeo kubwa sana ambalo tunaliona kutoka kwenye ziara hiyo. Ya pili ni mkataba kati ya taasisi yetu ya teknolojia Dar es Salaam, yani Dar es Salaam Institute of Technology, na chuo cha urafiki wa watu wa Urusi katika utekelezaji wa mpango pamoja wa elimu ya shahada ya kwanza kati ya fani ya sayansi ya takwimu na mfumo wa anga. Yani tunaita double qualification. Utasoma miaka miwili hapa, utasoma miaka miwili Urusi, unapata shahada ya DIT, unapata na shahada ya chuo kule Urusi. Kwa ukirudi hapa una degree 2 kwa mpigo, unakuwa umeongeza job marketability yako. Hilo ni tokeo muhimu sana ambalo tunaliona hususan kwa vijana wetu ambao wanasaka elimu mbalimbali. Mkataba huu ulisainiwa kwa niaba yetu na Profesa Preskedis Marikondomba wa chuo chetu cha DIT hapa, ambao ni principal, na kule kwa Urusi alikuwa mkuu wa taasisi ya urafiki wa watu wa Urusi aitwaye Oleg Yastrobov. Na majina yao ni mazito, inabidi ushike mtu kuyatamka, lakini ndio hivyo sasa. Lakini muhimu ni kwamba matokeo ni hayo. Anasoma hapa, anasoma na kule, qualification ngapi? 2. Jambo hili ni kubwa. 3 ambao ni mkataba wa 5. 3 kwa maana ndio sainiwa kule, 5 kwa maana mikataba yote kuanzia Arusha na kule Urusi. Ni mkataba kati ya taasisi ya teknolojia, yani Dar es Salaam Institute of Technology,
na watu wa Urusi katika utekelezaji wa mpango pamoja wa elimu ya shahada ya uzamili katika akili bandia. Hivi inaitwa akili bandia au mnemba? Mambo yanabadilika. Akili unde, mambo yanabadilika, Kiswahili chenyewe kina mambo. Kwa akili unde na ujifunzaji wa mashine na sayansi ya anga. Kwa hiyo chuo chetu sasa kwa kushikana na chuo hiki cha wenzetu wa Urusi wataweza kuanza kufundisha hapa artificial intelligence na machine learning, ambao sasa hivi ndio mambo yenyewe yaliyopo duniani huko. Kwa hiyo hili lenyewe ni jambo kubwa. Hivi vyuo viwili hivi, hiki chuo cha DIT na hiki chuo cha urafiki cha Urusi, watu wa Urusi wamesaini mikataba hiyo miwili. So we shall be teaching artificial intelligence at our DIT hapa, na lenyewe ni jambo jema, ni kubwa, ni la maana. Mkataba wa 6 ni hati ya makubaliano ya ushirikiano katika kuhamasisha uwekezaji na kuwezesha uwekezaji nchini Tanzania kati ya mamlaka ya uwekezaji na kanda maalum za kiuchumi Tanzania na Ross Congress Foundation. Hili nilieleza vizuri. Hii ni TISEZA na Ross Congress. Ross Congress ni taasisi kubwa nchini Urusi ambayo ipo St. Petersburg, ambayo inahusika na kuandaa matukio mbalimbali ya kibiashara na uwekezaji, na ndio inayoandaa hii aliyeeleza Balozi Uranga, ile St. Peters International Economic Forum, ndo SPIF ndo wanaandaa wale. Sasa hii ni taasisi kubwa sana duniani, wameingia makubaliano na wenzetu wa TISEZA, watakuwa wanashirikiana katika kuwawezesha TISEZA na wenyewe kubobea katika masuala haya. Na makubaliano makubwa ni kwamba, moja, watasaidiana katika kuvutia uwekezaji kutoka Urusi na nchi zingine za magharibi, hususan Europe. Kumbuka hili ni taasisi kubwa sana. Kwa watawasaidia kwenye kuwajengea uwezo wa namna ya kuvutia uwekezaji na kutunza. Kwa sababu kuna jambo moja ku attract, kuna jambo lingine ku retain. So these guys will be facilitating attraction and retention of investors from around the world, including Russian Federation. So this is big. Namba 2, kuandaa miradi ya ubia kati ya wawekezaji wa Tanzania na wawekezaji wa Urusi na nchi zingine, JV. Hili ni jambo kubwa. Tumehamasisha siku zote kwamba namna gani ya kuandaa miradi ya JV, lakini watu wetu ni eneo hilo ni geni kidogo. Sasa anakuja makampuni hapa makubwa yaliyobobea miaka 50 katika uwekezaji. Unakutana na kampuni ya Kitanzania imeanzishwa juzi pale Brela, wanalaliwa kirahisi sana. Sasa hawa jamaa watatusaidia kuwajengea watu wetu uwezo, ili wakiingia JV, aingie JV katika makubaliano ambayo yanaeleweka, waweze kukaa pamoja. Eneo la 3, kuandaa ziara za kuvutia uwekezaji kama nilivyoeleza mwanzoni, na 4, kuandaa makongamano ya biashara na uwekezaji yenye hadhi ya kimataifa. Kama unavyoona ile SPIF ni dudu kubwa, nitaeleza baadaye kama ilivyotolewa. Sasa pia tunataka TISEZA wabobee katika uandaji wa makongamano. TISEZA wanaandaa kila siku. Hii ni moja ya shughuli yao kubwa sana. Sasa hawa watawajengea uwezo katika eneo hili. Kwa hiyo na lenyewe hili ni tokeo kubwa ambalo tunaliona kwenye ziara hii na mkataba ambao tumesaini. Mkataba wa mwisho utakuwa wa 7 huu nadhani. Ni mkataba wa kutunza siri za taarifa kati ya TANESCO na kampuni ya Rosatom ya nchini Urusi, yani non-disclosure agreement. Sasa hii unajua hii Kiswahili chake mkataba wa kutunza siri, lakini actually lugha yake nzuri ni non-disclosure NDI, kati ya shirika letu la umeme la TANESCO na kampuni ya Rosatom ya nchini Urusi. Na mkataba huu ulisainiwa kati ya mkurugenzi wetu mkuu wa TANESCO Bwana Lazaro Twange pamoja na mwenzake wa Urusi aitwaye Savikin, ambaye naibu mkuu mtendaji mkuu wa kampuni ya Energy Fleet Overseas, na yenyewe itakuwa ni eneo ambalo tunakwenda kushirikiana nalo. Kwa hiyo tokeo moja kubwa kwa upande huo ni hiyo mikataba ambayo tumeisign na matokeo ambayo nimeyaeleza. Jambo la 4 ambalo nataka nilieleze hapa, nini maana ya yote haya in terms of our economy.
Kwanza, kwenye mpango wetu wa miaka mitano ambao tumeupitisha na nimeusema mara nyingi, ule mpango maudhui yake ni mawili. Eneo la kwanza ni kukuza uchumi na eneo la pili kuzalisha ajira. These are the two areas ambazo tuna focus kwenye ule mpango. Hapa tunaona kwamba ushiriki wetu kwenye ziara hii ya Mheshimiwa Rais ilikuwa kwa kweli ni ziara ya kiuchumi. Ongeza kuisummarize hivyo. Mambo mengine yote ni kuwezesha kwenda huko. Hii diplomasia, kula state banquet na nini, yote yale red carpet, hatimaye ni ziara ya kiuchumi. Na mambo yafuatayo ni ya msingi kuyazingatia. Moja, nchi yetu imepata ile tunaita visibility on major international economic platform. Na hii ni katika maeneo mawili kubwa. La kwanza, Mheshimiwa Rais alikuwa moja ya wazungumzaji wakubwa kwenye jukwaa la kimataifa la uchumi la St. Petersburg, SPIF. Na wote mliona. Hiyo peke yake, yani kupata nafasi ya kusimama kwenye lile jukwaa ambalo wababe wote muhimu wa kiuchumi duniani wapo, it has raised our international visibility in a very big way. Hilo ni eneo ambalo ni muhimu. Na hii SPIF, wale wanaofahamu Davos, hii wakati mwingine inaitwa Russia's Davos, ile World Economic Forum ambayo inafanyika kila mwaka Davos. Na mimi mwaka huu nilipata heshima ya kuhudhuria kwa uwezeshaji wa waziri wa mambo ya nje. Mheshimiwa Rais alinituma nikawakilisha nchi pale. Sasa hii ni Davos ya Urusi kama alivyoeleza Mheshimiwa. Ile Davos ya kawaida wanahudhuria participants around 3,000. Wamewahi kuwa wengi sana 4,000. Hii wanahudhuria kati ya 20,000 mpaka 24,000. 20,000 to 24,000. It is huge and it is massive. Kwa hiyo na nchi zile zile tu kama ilivyo Davos, nchi kati ya 130 mpaka 140 hivi zinahudhuria, zikileta viongozi wakubwa wa serikali, masio wa makampuni ya maana ya kibiashara, mawaziri, maexpert mbalimbali, wawakilishi wa biashara. Kwa hiyo inakusanyisha watu wote muhimu. Kwa hiyo ni jukwaa muhimu sana ambalo linakuwepo pale. Na yanayotokea pale ni mambo makubwa matatu. Kwanza ni hiyo plenary session ambayo viongozi wakubwa wanapata nafasi ya kuhutubia, na jukwaa hili mwenyeji siku zote amekuwa Rais Vladimir Putin mwenyewe anakuwa pale kama ambavyo mlimuona. La pili, kunakuwa na panel discussions. Panel Kiswahili chake ni jukwaa, panel discussion, yani you know mnajua nyinyi hapo. Kaa hapo kama hivi, mjadala hivi, jukwaa la mjadala. Jopo la mjadala mnakusa. Sasa mimi nilihudhuria hiyo. Kulikuwa na moja ya panel discussion inaitwa Russia Africa. Na mimi kwa uwezeshaji wa Mheshimiwa Waziri hapa nilihudhuria pale, nikaenda nikawemo katika wale wazungumzaji. Kwa hiyo ni tukio la pili. La tatu ni maonyesho kwenye pavilion. Sasa yote kupata nafasi hapo, yote haya ni kazi ngumu sana. Kwanza, kiongozi wenu mkuu apata nafasi kwenye plenary session ni jambo gumu kubwa, alipata kiongozi wetu. Pili, kwenye panel discussion, yani wewe upate ualikwe, sio tu kuhudhuria, upata nafasi ya kwenda kukaa pale uwe ni mmoja wa wazungumzaji. Nataka niwahakikishie kwamba tulipata nafasi na mimi niliwakilisha. Na katika hilo pia sio tu kakae uzungumza jambo la maana, na mimi nataka niwahakikishie nilizungumza mambo ya maana pale. Mnasema namna gani bwana? Na ukitaka kujua umezungumza mambo ya maana utajua tu, makofi atapigwa, na baada ya hapo kila mtu anakutafuta umpe business kazi, unajua hapa mambo umeshapiga mambo fresh. Nilipata nafasi ya kuhojiwa na vyombo vya habari kama 8 hivi kutoka sehemu mbalimbali. Muhimu sana. Na of course hiyo ni muhimu. Lakini la tatu, ile pavilion, kwenda kwenye ile ya maonyesho. Sasa ile na yenyewe ni biashara nyingine. Yaani kupata nafasi nchi yako iwe na banda ni ngumu sana. Sasa mwaka huu
Tanzania ilikuwa na banda pale, nchi pekee ya Afrika ilikuwa na banda katika vile viwanja. Ulikuwa unapita pale unaona Tanzania, na unaona walivyokuwa wanamiminika, na kule upati hivi ni pesa. Kwa hiyo sisi tulipata heshima hiyo, na kampuni zetu zilikuwa pale, walikuwa Tiseza, walikuwa watoto wa TTB, walikuwa ATC, wote watu muhimu wote walikuwa pale, na wamepata watu wa kushiriki. Kwa taarifa ambayo tumepewa ni kwamba pale peke yake tuliweza kupata makampuni yaliyotutembelea kwenye banda letu 200, na 50% kati ya hayo ni makampuni ya maana ya biashara ambayo yametengeneza contact na makampuni yetu yaliyokuwa pale. Kwa hiyo Tanzania katika matukio yote matatu imeshiriki kikamilifu. Plenary session, Mheshimiwa Rais alikuwa pale, alipiga speech na nyie mliona speech ya kueleweka nzuri, na unaona pale si makofi unayasikia, watu wametulia wanasikiliza speech ya Mheshimiwa Rais, akajibu maswali kwa ustadi wa hali ya juu. Panel discussion, sisi vijana wake pia tukamwakilisha vizuri, na kwenye pavilion tulikuwepo. Kwa ushiriki wetu ulikuwa very effective, umeenda vizuri. La pili katika hilo ni Tiseza wameweza kutengeneza. Tiseza kazi yake ni kutafuta uwekezaji, ndio kazi yake ya msingi. Wameweza kuvutia uwekezaji katika maeneo yafuatayo: kuna mining kwa maana ya madini, oil and gas, utalii, kilimo, madawa, uzalishaji, miundombinu, mbolea na fedha. Na wameanzisha mazungumzo na makubaliano yanaelekea kukamilishwa katika maeneo 6 yafuatayo. Kwanza, zipo kampuni ambayo ina interest na madini ya dhahabu na makaa ya mawe. Pili, wamekubaliana kuanzisha kiwanda cha kuzalisha mbolea kama alivyosema Balozi Ulanga. Tatu, ipo kampuni ambayo ina interest ya kuanzisha kilimo cha ngano huku kaskazini. Unajua hapa tuna shida ya ngano hapa, asilimia karibu 90 tunaagiza kutoka nje. Kwa hiyo ipo kampuni imeshafanya utafiti na tayari ipo tayari kuja kuwekeza shamba kubwa kilimo cha ngano. Lakini pia kilimo kikubwa cha poultry, ufugaji wa kuku, si ndio? Poultry, shamba kubwa sio madogo madogo, kuja watu kuwafundisha hapa mambo ya poultry. Unajua wale Urusi ni maarufu sana kwenye hili, nataka wafungue shamba kubwa kule Bagamoyo. 4, kuchakata kahawa na kusafirisha kutoka Mbinga. Wameshafanya utafiti tayari, wameshachagua na eneo, wamechagua kahawa ya Mbinga, wanasema ni kahawa nzuri sana. Kwa hiyo watakuja pale waweke kakiwanda kakuchakata kahawa ili wasafirisha kauze wapi? Urusi. 5, miundombinu. Wanataka, kwa sababu tumeanzisha reli na wamesikia mpango wetu kuanzisha kutengeneza reli kila kona hapa, wametaka kuja kutengeneza assembly ya mabehewa yale, waje hapa watengenezee hapa, yani mabehewa na vifaa vyake vya reli wao wanakutengenezea hapa ile assembly hapa Tanzania. 6, ni swala la utalii. Utalii ile la ndege limeshaelezwa, lakini nataka niwaambie pia tumepata kampuni ambayo inataka kuanzisha hoteli ya kitalii Ngorongoro. Unajua tuna shida hapa ya moja ya changamoto ya utalii hapa ni ukosefu wa mambo ya malazi haya. Kwa hiyo hii kampuni imepatikana kupitia Tiseza, wanakuja kuanzisha kampuni nzuri sana, hoteli ya kitalii kule Ngorongoro. 6, kwa sababu wanataka watu wao wakija huko wakipanda ndege wakuja utalii hapa waone sehemu ya kulala. Kwa hiyo wanataka, wameona ni fursa ya kuanzisha hoteli nzuri kule Ngorongoro. Haya ni maeneo 6 ambayo Tiseza yetu wameingia makubaliano na makampuni mbalimbali na wanaenda kumalizia mazungumzo. So these are concrete results. So stories these are nimalizie kuhitimisha. Kama nilivyoanza kusema, kwanza niseme sio kwamba ni mara ya kwanza Urusi kuwekeza hapa. Tayari tunapozungumza tunayo miradi 13 ya uwekezaji kutoka makampuni ya Urusi yenye thamani ya mtaji dola za Kimarekani milioni 401. Tayari tunao hapa Tanzania. Kwa tunatarajia ziara hii na hayo tulioeleza yataongeza sana uwekezaji. Pili, katika kuhitimisha, kama nilivyosema, tutasaka fursa za biashara na uwekezaji popote duniani. Ili nitaka nilisisitize, popote duniani tutakwenda kusaka fursa za uwekezaji. La 3, katika kuhitimisha, nilisema hili kifalsafa kidogo, ni kwamba Urusi hii mnaiona
na wakati huo Soviet Union. Kwanza mjue Urusi ni taifa kubwa. Size yake tu tunazungumzia nchi ambayo ukubwa wake ni square kilomita milioni 17. Yani nchi Tanzania iingie mara 17. Take this country times 17. So it's a big country. Uchumi wake tunazungumzia nchi ambayo uchumi wake as we speak $2.5 trillion. It is among the major economies in the world. Pamoja na matatizo yote ambayo unayasikia wanayo. So we are not talking about a small country hapa. Tunazungumzia hapa duniani kwa sasa, geopolitically speaking, wababe wapo hawa. Tutazungumzia Marekani, tutazungumzia China, tutazungumzia Russia. Hao ndio ambao na hao ndio, Urusi ndio nchi ya kwanza kupeleka mtu wapi? Mwezini. Ndio JF Kennedy akashtuka akafuatia, na baadaye wa China. Ndio nchi 3 zimeshapeleka watu kule mwezini. So hatuzungumzii nchi ya kawaida, ni nchi kubwa. Sasa hawa Urusi walishiriki na kutusaidia sana katika kujikomboa kisiasa, political liberation. Wote mkisoma historia utaikuta hiyo. Na wakati ule haikuwa rahisi pia. Walizomewa, hawakuungwa mkono na mataifa mengi tu ambayo siwezi kuyataja hapa. Lakini walishiriki kamilifu. Ukiangalia UN General Assembly Resolution number 1514 ndio walio push kupitisha resolution ile ambayo 1960 ambayo ndio UN ikapitisha kwa mara kwanza kukomesha kabisa uwepo wa ukoloni duniani na katika bara la Afrika. Sponsor wake mkubwa alikuwa Soviet Union. Kwa hiyo tunachosema hapa ni kwamba kama Urusi ilishiriki kikamilifu katika harakati za kulikomboa bara la Afrika kisiasa, tunadhani na muda umefika Urusi kushiriki kikamilifu katika harakati za ukombozi wa kiuchumi bara la Afrika kupitia viwanda, ambao ndio ajenda kubwa ya Afrika na ajenda kubwa ya nchi hii, industrialization, na kuongeza biashara na uwekezaji. Haya ni maeneo ambayo nadhani waandishi wa habari ni vizuri mkapata, na washukuru sana. Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa maelezo yako. Kionjo tu kidogo, lile banda linalozungumziwa pale St. Petersburg thamani yake ni $100,000 mpaka $200,000. Kwa nazungumzia milioni 500 kwa siku 3. Karibu Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje kwa ajili ya kutupa upande wa mambo ya diplomasia. Tumepata nini? Asante sana Mkurugenzi Mawasiliano Ikulu, Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Balozi Ulanga, Katibu Mkuu Uwezeshaji na Mipango, ndugu zangu waandishi wa habari wapendwa, naomba niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ningesema yote waliokuwa wamesema yanatosha kabisa, kwa sababu Ulanga amejikita vya kutosha. Balozi Ulanga, Mheshimiwa Waziri ndio amemaliza kila kitu, na nyie nimekuoneni mnaandika kweli kweli. Zile point nilikuwa nazihesabu. Nyie kila mkiandika mimi nahesabu point hapa. Kwa hiyo nimepata point 28. Vitabu hivi viwili vya mwanzo hapa ndio nilikuwa nahesabu zaidi, kwa sababu umekaa karibu. Kila ukiandika mimi na afu kuna point akitaja kwenye takwimu naona na wao wanaandika. Kwa hiyo na mimi natia tiki kule kwenye karatasi yangu. Kwa hiyo hizo point 28 zingetosha kabisa. Isipokuwa kwa kuwa nimewekwa hapa, naomba nijikite kwenye maeneo matatu tu ambayo wao labda wameagusia, lakini mimi nataka kuingia kwa ndani kidogo zaidi. Na hili naomba kwa heshima na taadhima nyinyi mtusaidie kuelimisha umma wa Tanzania. Mara nyingi tunakuwa tunakosa sisi taarifa, na sisi pia wenzenu tulikuwa kwa serikalini, taarifa nyingine huwa tunazipata ama tunajikita ama tunafanya utafiti zaidi panapokuwa na ziara kubwa kama hizi za Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tunapata taarifa nyingi,
Na eneo la kwanza mimi nataka kidogo kujikita kwenye historia. Eneo la pili nataka kujikita kwenye eneo langu la wizara yangu, mahusiano haya ya kimataifa, kwa sababu mnaweza kuwa na maswali baadaye, kwa hiyo baadhi ya maswali yatakuwa yameshajibiwa. Na eneo la tatu nataka kujikita kitu gani tayari Warusi tuliowatembelea wanacho hapa tulipo sasa hivi na tayari kinafanyika, pengine hamkijui. Na nina uhakika hamkijui kwa sababu mimi pia sijakijua mpaka nimefika kule wakanionyesha. Haya ndio tunayofanya Tanzania. Ilikuwa kuna sehemu Mheshimiwa Rais kaalikwa, lakini kutokana na ratiba kuwa finyu aliniagiza mimi nimwakilishe kule, kama alivyosema Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo. Kwa hiyo nitajikita maeneo matatu haya zaidi kwa sababu mengine ameshatajwa. La kwanza kihistoria. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mnamo tarehe 11 Oktoba mwaka 1969 alifanya ziara ya kihistoria hivi kama Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ziara hii inafanyika baada ya miaka 57 ambao ni umri wangu kamili, umri wangu mimi. Mwaka ule mimi ndo nimezaliwa na mwaka huu nimebahatika kwenda na rais wa pili wa Tanzania. Hilo naomba lizingatiwe. Na wakati huo hiyo disparity ya Cold War ilikuwa kubwa zaidi. Kwa wenye mvimvi kama hizo walikuwa mwaka 1969 watakuwa na umri kidogo wa kufahamu kuliko sisi tulikuwa hatujazaliwa. Watakuwa wanajua disparity ya Cold War ilipokuweko. Lakini despite of all, katika hotuba ya Mwalimu Nyerere alitoa hotuba ya non-aligned movement mjini Leningrad, naitwa Leningrad. Leningrad ndo hii St. Peters tulokwenda juzi. Zamani wakati wa Soviet Union ilikuwa inaitwa Leningrad. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alianzia Moscow akaishia Leningrad. Vile kama Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiyo naomba historia hiyo ikumbukwe, na yeye alikwenda wakati mgumu zaidi kuliko wakati tuliokuwa nao sisi. Sasa hivi Cold War is over, ni mambo ya hapa na pale tu, vitu vidogo, vikwazo vidogo. La pili, ziara ya Mwalimu ilijikita vile katika kupokelewa, lakini ilijikita vile katika kutembelea chuo kikuu cha Patrice Lumumba, sasa hivi ndio hii Rudin. Na kule Leningrad alitembelea baadhi ya maeneo makubwa na ya kihistoria. Na malengo ya ziara yake ilikuwa maeneo matatu hivyo: uchumi, siasa ya dunia na kuelezea position ya Tanzania. Sasa katika historia ya Dr. Samia Suluhu Hassan iliyojirudia, na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kuwa sehemu ya historia hiyo, maana kuweko hapa ni kuwa sehemu ya historia hiyo. Nimekwenda ziara kadhaa na Mheshimiwa Rais, lakini naomba ndugu zangu waandishi wa habari nikiri mbele yenu na nithibitishe mbele yenu ziara ambayo imeleta mtikisiko wa kidunia, si wa Tanzania tu, sio wenu nyetu hapa tunaotoka Mbagala ama Kijichi, lakini ulioleta mtikisiko wa kidunia ni ziara hii ya Urusi ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kwa nini imeleta mtikisiko? Kwa sababu mtikisiko positively, sio negative. Msije mkageuza, maana mengine huwa yanageuzwa, lakini mtikisiko positive kwa mambo matatu, nayo hapo tatoa. La kwanza kabisa, imefanyika wakati mwafaka ambapo Urusi inatanua uchumi wake na focus yake kwenye bara la Afrika. Tukumbuke dunia nzima ina watu bilioni 7.5 dunia nzima. Mrusi anafanya biashara na mahusiano na watu bilioni 6. Bilioni 1.5 ndo walomwekea vikwazo katika dunia nzima. Sio, mnanielewa? Sitaki kutaja nchi, lakini Asia nzima anafanya kazi nayo. Vikwazo anavyo maeneo mawili tu. South America nzima ndo ile BRICS mnaizungumza nye kila siku, na target yake ni bara zima la Afrika. Ana mahusiano mema, akifanya ule mkutano wa Russia Africa ambao na mimi nilibahatika kwenda, ulikuwa pale mjini Cairo,
nchi zote za Afrika zilikuweko katika mkutano wa Russia Afrika, na hii ni mara ya 3 Tanzania inaalikwa, na tulificha vizuri sana. Nadhani mtakuwa mmeniona wakati ule nimekutana na Mheshimiwa Sergei Lavrov, waziri wa mambo ya nje, na tukafanya mazungumzo ya wili. Kwa hiyo Afrika nzima ina bilioni 1.2. Kwa hiyo tunaingia katika lile fungu la bilioni 6. Ana mahusiano na kila nchi, hakuna nchi alikuwa hana mahusiano nayo barani Afrika, ya kiuchumi, kisiasa, kidiplomasia. Na nikwambie ni pia idadi ya mabalozi barani Afrika iko kubwa sana Moscow. Wale watakaokuwa wamekwenda Moscow watakuwa wamemwona balozi wetu Frederick Kibuta, kwa sababu mimi najikita kwenye mahusiano. Hilo ni muhimu nieleze. Katika nchi iliyokuwa na idadi kubwa ya mabalozi barani Afrika, Urusi inaongoza. Hiyo ni indication maalum. Kiandika haya mambo kwenye diplomasia, haya ni muhimu kuzingatia. Kwa hiyo nimetaka kuelezeni hilo, kwamba huu mtikisiko umekuja very positively. La pili, Urusi anaangalia Afrika kwenye maeneo 4 makuu: kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, kama gateway ama njia zake za kuingia. Na katika mkakati Tanzania ni moja hapo, kwa sababu Tanzania ndio nchi pekee iliyokuwa na gateway ya kuingia Afrika Mashariki kupitia mkataba wetu wa Afrika Mashariki nchi 7, na kuingia kwenye SADC kupitia nchi 16 za SADC. Kwa hiyo ukichukua 16 na zile 7, almost una access ya nchi 22 hadi 23, ukitoa Tanzania 22. Kwa hiyo si ni linkage, na mnajua nyote makao makuu ya Afrika Mashariki yako hapa. Kwa hiyo sisi ni target kubwa sana ya kiuchumi na eneo hilo. Baada ya kutoa maelezo hayo ya kimahusiano, kihistoria tuko nao vizuri sana. Kiuchumi wameeleza yote, na hapa wana ubalozi wao. La pili, Kiswahili kinafundishwa katika vyuo vikuu vyao 4 hivi sasa, wanatoa degree. Tumekutana na Warusi, hawa watajua, waandishi wa habari walikwenda Urusi watakupeni ushahidi baadaye. Wanazungumza Kiswahili, hawajawahi hata siku moja kufika Tanzania. Tumekutana na Warusi wanaozungumza Kiswahili cha mtaani, hawajawahi kufika hata siku moja Tanzania. Vyuo vikuu vyao 4 vinatoa degree ya Kiswahili, na ndio maana Mheshimiwa Rais ametoa agizo chuo chetu kikuu cha Dodoma kianze kufundisha degree ya Kirusi, kwa sababu tutakuja kupitwa. Wakija hapa sisi hatujui. Hapa mpaka sasa hivi ni Russian Cultural Center iliyokuwa kwa hapo karibu na Aga Khan Hospital ndio inayofundisha kozi ndogo ndogo za Kirusi. Kwa hiyo na sisi tunatarajia kuanza kujifundisha lugha hiyo ili kufikia soko kubwa zaidi. Na katika hili la lugha ya Kiswahili nimshukuru sana na nimpongeze sana rais wetu. Amebadilisha tune ya mkutano mzima kunyanyua hadhi ya lugha ya Kiswahili, kwa sababu alitumia lugha ya Kiswahili. Tunampongeza sana, tunamshukuru sana, kwa sababu kama hatukubeba sisi bendera ya Kiswahili, na makao makuu ya Kiswahili yako hapa, nadhani mnajua Afrika Mashariki Jumuiya, makao makuu ya Kiswahili yako hapa. SADC, makao makuu ya Kiswahili. Hata barani Afrika sisi ndio tunajulikana, na katibu mtendaji wa Kiswahili barani Afrika yuko hapa, na imeshakuwa lugha ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo nimshukuru sana Mheshimiwa Rais. Hata katika vikao vya ndani Mheshimiwa Vladimir Putin amepiga Kirusi chake, na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amepiga Kiswahili chake, na hii imeashiria kwamba Kiswahili sasa imefikia yale malengo yaliyowekwa na UNESCO kwa lugha ya kimataifa. Kwa hiyo tuendelee na sisi kujivunia kwa lugha yetu, na bahati nzuri pale sisi tulikuwa na mkalimani ambaye pia anaongea Kirusi, na watoto kadhaa ambao watoto wetu ama vijana wetu kadhaa wako wakiwa wanasoma lugha, na nyingi miongoni mwa degree zao wanakuwa wanasomesha lugha yao kwanza, mwaka wa kwanza, kabla hujaingia ile degree yako halisia. Eneo la tatu nalotaka kusema, nyanja ya elimu wametaja waheshimiwa wote. Urusi ina elimu ya kisasa ambayo inashindana na nchi nyingi duniani zilizoendelea. Naomba nikwambie ndugu zangu, zamani sisi tulikuwa na notion kwamba mtu akisoma Urusi akirudi anakuwa hivyo anavyokuwa. Tulikuwa na notion hiyo. Mimi walimu wangu walionisomesha wote, walimu walionisomesha mimi wote sekondari
pamoja na chuo kikuu walisoma Urusi wakati ule, na wanazungumza Kirusi fluent. Mkitaka baadaye nitakutambulisheni kwa walimu wangu walionisomesha, na mpaka leo wanazungumza Kirusi fluent. Lakini mambo yao yalikuwa wakati huo kidogo tofauti kwenye imani, kwenye hivi. Sasa hivi mabadiliko makubwa yameshatokea. Degree wanazotoa wao baadhi yake zinashindana hata na mataifa yaliyoendelea. Na Mheshimiwa Rais mmeona katika kile chuo kikuu kimeanzishwa mwaka 1938 kilichomkabidhi degree, ni chuo ambacho kinajulikana sana duniani na kimetoa viongozi wengi barani Afrika ambao kimemtunukia shahada maalum. Chuo kile wanasema degree yake inajulikana dunia nzima, kwa sababu hata hayo mataifa yaliyoendelea vijana wao na wanafunzi wao wapo pale, na tumeona mataifa mbalimbali ikiwemo Middle East nzima inapeleka. Middle East nikisema najua mnadhani mnafahamu, Mashariki ya Kati wanapeleka pale kusomesha, na mnaelewa maendeleo yanaendelea Middle East. Na mmoja katika mapokezi alikuwa kavaa kabisa ki Middle East kumpokea Mheshimiwa Rais pale, kwa sababu kulikuwa na kila mataifa yamewakilishwa kwa kivazi chao kwenye chuo kikuu. Lakini kubwa zaidi, kwa upande wa serikali tumeomba nafasi takriban 500 kila mwaka, zitaongezeka Mungu akitujalia. Tunaendelea mimi kampeni ya kuongeza idadi hiyo, lakini naomba niseme pia kupitia kwenu kwamba wana fursa ya degree kule unaipata kwa $5,000 tuition kwa mwaka, ambayo ni rahisi kuliko ukanda wa nchi zilizoendelea. Kwa hiyo ni fursa kwa mtu binafsi pia anataka kumsomesha mtoto wake kumpeleka. Kuna vyuo vikuu kadhaa wameshatupa nyaraka zao, na hizi nyaraka zao tutaziwasilisha kwenu kupitia kwa mkurugenzi wetu mawasiliano Mindi Kasiga, nitampatia mimi. Wamenipa brochures na prospectus ili wananchi wa kawaida wajue wanaotaka kuchukua fursa hiyo. Alikuwa kakosa scholarship program au mwenye uwezo wake wa kumlipia mtoto wake ama ndugu yake, ama ameshachangishana kwenye familia, mko tayari, mnaweza kutumia fursa hiyo. Hilo nimetaka kulieleza kwenu. Lakini eneo la mwisho mbali ya mafanikio yote na yanamgusa kila rika katika nchi, kwa sababu kila rika amefaidika. Kijana amefaidika, mtoto wa kike, mtoto wa kiume, kila jinsia amefaidika, kwa sababu kuna scholarship program. Mfanya biashara amefaidika. Ukienda kwenye sekta ya afya, pharmaceutical, kujenga viwanda vipya vya madawa, chanjo. Mkulima amefaidika, mbolea. Mfugaji amefaidika, chanjo za wanyama. Wameeleza. Kwa hiyo kila mmoja katika jamii yetu katika hii ziara ya Urusi amefaidika. Hakuna hata mmoja alioachwa. Hata wale waliokuwa na mahitaji maalum pia wamefaidika. Yako mambo yao ambayo tumekuwa discuss. Lakini moja kubwa sana ambalo sikuwa nalijua, Mheshimiwa Rais alialikwa kutembelea kampuni moja inaitwa Marathon. Marathon tukiambiwa manake mtu anakwenda mbio, lakini hiyo kampuni haihusiani kabisa na mbio. Marathon wana outlet za supermarket 36,000. Ngapi? 36,000 supermarket nchi nzima ya Urusi alotaja mheshimiwa. Square kilomita milioni 17, wana 36,000 outlet. Nimekwenda mimi pale, sijui chochote, niko blank, niko zero. Kufika pale nimekwenda na mimi ndio ulikuwepo nani mwingine alikuwepo? Huyu bibi nimekwenda naye. Na huyu ndo wa kwenu huyu wa kwenu huyu. Maana yeye ndo sekta ya habari kutoka Wizara ya Mambo ya Nje, ndo linkage yenu. Baadaye atakupeni, ana picha, ana mambo chungu zima hiyo kampuni. Katika kila supermarket kuna shelf moja limeandikwa Tanzania, products of Tanzania. Hii mimi nimekaa nchi mbalimbali duniani, nimefanya kazi nchi mbalimbali duniani, nimepelekwa kama balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sikuwahi kuliona hata parachichi baadhi ya nchi, sikuwahi hata kuliona parachichi moja kutoka Tanzania. Nimeona tu parachichi limeandikwa, lakini jina la nchi jirani sitaki kuitaja. Sikuwahi. Hapa tumeona korosho za Tanzania, tumeona juice za Tanzania, tumeona matunda ya Tanzania, tumeona parachichi la Tanzania, tumeona avocado oil, mafuta ya maparachichi Tanzania,
tumeona kila product ya Tanzania katika shelf hii ipo. Malalamiko yao kwamba hivi sasa tunanunua kupitia kwa madalali au watu wa kati. Tungependa kuwa na mahusiano moja kwa moja na Watanzania tukanunua product zao. Sijui mnanielewa? Huwa tunakutana na nyinyi kwenye maonesho mbalimbali, kina mama wanaweka product zao mbalimbali na kadhalika. Na maisha, hata budget ikisoma kule watu wanalalamika masoko. Wao wanalalamika, wanataka kulijua soko letu ili waje kununua. Kwa hiyo ni fursa kwa kila anayezalisha hata mafuta ya nywele, hata mafuta ya nazi, hata yale ya kujipaka yenye spice, hata masaji. Wanataka kila product mnayojua nyinyi kwa ajili ya kujaza mashelfu hayo 36,000 kwa kuanzia. Zile zitakazotoka ndio watakuwa wanaendelea nazo zaidi. Tumeelewana? Tumechukua hatua hapo, hatujataka kuchelewa, kuwaunganisha na baadhi ya wazalishaji wakubwa wa Tanzania. Hapo tumefanya hiyo kazi. Tumewaunganisha nao, wameshaanza mazungumzo. Baada ya wiki 2 wanaleta ujumbe wao wa watu 8 kuja kuangalia product mbalimbali za Tanzania, kusaini mikataba na kupeleka. Wao wana mfumo mmoja mzuri sana tofauti na nchi hizi zilizoendelea. Wao wanafanya certification hapa, ile phytosanitary, upate certificate ya kuexport, wanafanya hapa kabla ya kwenda kwao. Wakishafanya ile, ukishapata approval, ukishagongewa muhuri, inaingia moja kwa moja kwenye soko lao. Wamefanana sana na sisi tulivyo, system zetu. Mnaweza kuwaita wao ni Waafrika wa Urusi na sisi labda Warusi wa Kiafrika huko. Tumefanana sana mindset zetu, thinking yetu, wala kwenda watakwambia hilo. Kwa hiyo pale tumeunganisha na makampuni kama 6 jumla yake ya product mbalimbali. Nimesahau tobacco kuitaja. Tobacco ya Tanzania ipo pia. Spices, karafuu, hizi spices, hiliki na mambo mengine yote wana shelf zima. Balozi Mindi, ulipiga picha pale, baadaye naomba ushare picha ile, wasije wakafikiri napiga promo tu hapa bila ya ushahidi. Sasa kampuni hiyo kama miaka 2 au 3 imekuja Tanzania kimya. Ndio ule mradi aliotaja Mheshimiwa Rais wa ndizi. Mlisikia mradi wa ndizi Morogoro na Rufiji. Sisi hatuna habari. Kufika pale na mwakilisha Mheshimiwa Rais, wakanipa presentation yao. Hii hapa presentation yao. Na katika hii presentation naomba nikuonesheni eneo moja tu. Hili wameandika strategy yao ya bara la Afrika pa kuingilia katika eneo hili. Umeona? Hii ni East Africa na SADC. Gateway ni Tanzania. Hii ni uwekezaji wote watakaofanya. Tunakwenda zetu ukurasa wa 2, wameanza na hekta 6,000 tayari. Wameshaanza hekta 6,000. Production yao ni tani 340,000 ifikapo mwaka 2029. Tani 340,000. Tanzania nzima sasa hivi hatuna sisi wenyewe za kula sisi tani hizi. Sio, mnanielewa? Mimi napenda call a spade kusema ule ukweli ulivyo. Investment total yao wanaoingiza ni milioni 190 tu dola. Nafasi za ajira mpaka sasa hivi wameajiri kama watu 1,000 na kitu, lakini nafasi zote za ajira 30,000 ifikapo mwaka 2029. Tayari ile limeshaanza, engine imeshaanza kwenda. Na full production capacity mwaka 2029 hii hapa. Lakini sio hivyo tu, wametoa shamba la mfano tayari katika ekari 6,000. Hii ndizi imezaliwa Tanzania, inakwenda Urusi. Ndizi hii huili wewe wala mimi, inakwenda wapi? Urusi. Itapata bei ya Kirusi. Mtauliza, je, fedha zinaingiaje? Wana njia zao, na ndio maana tulikuwa na governor. Mlimwona governor wale mlokwenda? Mlimwona Ulipiga naye picha? Hajaenda kutembea yule. Kenda kwa kazi maalum. Hii ni migomba. Zamani kwenye shamba letu la babangu mimi tulikuwa naambia mgomba mmoja ukipanda mmoja hapa mmoja kule. Nashangaa wao wanapanda hivi. Umeona? Tofauti ni mbinu ya kisasa, wanatumia irrigation ya kisasa.
wanaanzisha shamba la minazi, miche milioni 13 tayari wameshapanda miche milioni. Chukueni minazi ya Zanzibar yote, ya Mafia kule Lindi, sijui inafika mingapi, maana sijui takwimu ya mwisho ilifanywa nini ya minazi, lakini hii ni minazi 13 ambayo imeshapandishwa tayari, na hii wanaonesha nasari. Hii wanataka kupanda kwenye mashamba yao hayo watakayopewa pamoja na Morogoro. Na nimalizia mwisho, product wanazozihitaji ni mananasi kutoka Tanzania, wanahitaji maembe, bado wanahitaji ndizi nyingine. Chakula chao kikuu kabisa ni ndizi. Na ukurasa wa mwisho ni Watanzania ambao wameshaajiriwa pale. Hawa Tanzania, hawa timu wa Tanzania ambao wameshaajiriwa, wanafanya kazi, wako nafasi mbalimbali, wengine wanasomeshwa katika chuo hicho kilichomtunukia shahada ya Mheshimiwa Rais, na wanasoma pale, na hili ndio shamba lao lilivyo hivi sasa la migomba ama midizi, migomba kwa ekari 6,000 ambayo wanatarajiwa kuzalisha tani hizo. Nimetaka kusema hayo kwa sababu mpate kujua haya aliyozungumza Mheshimiwa Waziri, haya aliyozungumza mkurugenzi diplomasia ya uchumi, kuna mengine yameshaanza. Mimi nataka nikuachilieni jambo moja tu ndugu zangu. Mimi nimekwenda kwenye business forum nyingi, nimezungumza kama Balozi Ulanga anavyozungumza, nimezungumza kama Profesa Kitila Mkumbo, lakini swala nataka kukuacheni nyinyi, Watanzania tuko tayari kwa kiasi gani? Watanzania tuko tayari kwa kiasi gani kulikabili soko hilo la Urusi? Watakapokuja baada ya wiki 2, Watanzania tuko tayari kuwaonesha nini, kuwapeleka wapi ili tuingie nao mikataba. Mheshimiwa Rais wetu ameshatufungulia njia, kama kule kwenye Royal Tour aliendesha gari yeye mwenyewe akavaa magwanda, mlimuona nyote. Hapa ameshatufungulia njia, ameshatufungulia mikataba kadhaa ambayo imesainiwa na nyinyi mkiwa mashuhuda. Wengine mmemuuliza maswali pale, nimekuoneni pale Urusi, na leo mtatuuliza tena. Lakini swali moja naomba na nyinyi wa Tanzania mwaulize, tuko tayari kwa kiasi gani kwa fursa hizi zinazoibuliwa na serikali yao na rais wao? Naomba niishie hapo kwa leo. Niko tayari kupokea maswali yenu mengi, nimejitayarisha kwa ajili ya maswali, na nikushukuru sana mkurugenzi mawasiliano kwa kunipa nafasi hii. Asante. 36,000. Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa maelezo hayo ya kina. Na zile nafasi za scholarship, Mheshimiwa Waziri, ni 150, sio 500, ila 500 ni wale wanafunzi waliopo sasa hivi tumeomba. Lakini Mheshimiwa Rais aliomba nafasi zaidi, na kama alivyozungumza katika mahojiano pale St. Petersburg, maombi hayo yamekubaliwa kimsingi. Kwa hiyo tutapata taarifa ni nafasi ngapi zitakuwa zimeongezeka. Ndugu zangu waandishi wa habari, tumesikia maelezo mengi ya kina, na sasa naomba tuchukue maswali machache kwa sababu Mheshimiwa Waziri ana ratiba nyingine, watakuwa wanaondoka muda mfupi ujao. Kwa hiyo nitachukua maswali, utataja jina lako, chombo unachotokea, swali lako kwa ufupi. Karibuni. Tachukua swali moja hapa, la pili. Mwenye microphone angalie. Swali la kwanza hapa, la pili, la tatu, la nne, la tano. Patio. Asante sana Mheshimiwa Mkurugenzi. Mimi kwa jina naitwa Ali Mayala, ni mwandishi wa habari wa Daily News. Swali langu ni moja kwa moja nalielekeza kwenye upande wa foreign direct investment, kwamba kwenye miaka mitano inayokuja tutarajia sasa kuona kwamba investment volume kwa maana ya foreign direct investment kutokea Russia tutarajia itakuwa ni kiasi gani, na kwa sasa hivi ni kiasi gani, na hasa sasa ni maeneo yapi ambayo kwa namna moja au nyingine
yatakuwa ni ya kipaumbele yakiendana sambamba na utekelezaji wa dira 2050. Swali langu la pili ni kwenye upande wa trade volume, kwamba je, pengine tutarajie nini sasa kwenye upande wa trade volume? Malengo ni kuhakikisha kwamba ulali wa kibiashara unafikia kiasi gani kwenye miaka 5 ijayo, na kwa sasa hivi umekaaje? Asante sana. Asante. Pale. Asante, naitwa Helen, natokea EFM na TVE. Nina maswali mawili. Swali langu la kwanza, mmeeleza kuhusu ziara kwamba imefungua fursa za uwekezaji katika sekta ya madini, afya, kilimo, teknolojia na utalii. Lakini mara nyingi Watanzania wamekuwa wakisikia ahadi nyingi za uwekezaji ambazo utekelezaji wake unachelewa au kutokufanyika kabisa. Ningependa tu kufahamu mifumo gani mahususi ya ufuatiliaji ya uwajibikaji imewekwa kuhakikisha makubaliano na mazungumzo yaliyofikiwa nchini Urusi yanageuka kuwa miradi halisi yenye ajira, mapato, manufaa kwa Watanzania ndani ya muda uliopangwa. Na swali la pili nadhani ni kwa Waziri wa Mambo ya Nje. Katika mazingira ya sasa ya siasa na uchumi wa kimataifa, Urusi inakabiliwa na vikwazo kutoka baadhi ya mataifa ya magharibi. Ningependa tu kufahamu Tanzania inawezaje kunufaika na ushirikiano wa kiuchumi na Urusi bila kuhatarisha mahusiano yake ya kibiashara, kifedha na kidiplomasia na washirika wengine wakubwa wa maendeleo na uwekezaji kutoka katika nchi za Ulaya, Marekani na taasisi za kimataifa za fedha. Asante. Asante. Hapa. Asante. Mimi naitwa Karen Tausi Mboe, ni digital manager wa Star TV. Mimi maswali yangu madogo matatu. Kwanza naanza na Waziri wa Mambo ya Nje alituonyesha presentation nzuri sana. Lakini ukiangalia zile ndizi unaona kabisa sio mbegu za kawaida, ni kama GMO. Tanzania bado hatujaridhia kwenda kwenye GMO kwa staili hiyo tu. Sasa ndo tumefika hatua tumekubali hilo au kwa sababu zinaenda tu Ulaya? Swali la pili, natamani kujua sasa baada ile ziara angalau kwa uchache jumla ya viwanda vingapi ambavyo vinaweza vikajengwa hapa Tanzania. Lakini la tatu, tunazungumzia viwanda vya pombe na viwanda vingine ambavyo tunasema vya mbolea vinaweza vikaja. Ukiangalia sasa hivi Tanzania hali ni mbaya. Vijana wanatumia pombe kali sana. Kwenye bodaboda huko wanatumia vile visungula kama vitu vya kawaida kabisa. Tunataka kuendelea tena kuleta pombe kali. Tumejiandaaje? Asante. Swali la kwanza lile, sijui muuliza swali ana darubini, ukiangalia ndizi tu unajua GMO. Tuulize tukiwa tuna uhakika basi tumefanya utafiti wa kitu, picha haiwezi kukuambia ni GMO. Kuna utafiti, mimi mwana kilimo kidogo. Kwa hiyo kuna namna fulani kitu kinaweza kutengenezwa, sio lazima iwe GMO. Twende pale, lakini tutajua mbele ya safari nini. Na sisi kama serikali, kama ulivyosema, vyombo vyetu viko imara, wanafuatilia. Wezi tukaja kulima vitu ambavyo haviko kwenye taratibu za kisheria. Mimi ni Suleiman Msuya. Nikiri kwamba mimi ni mwandishi wa habari nyingi za kilimo. Ndizi hatujawahi kufanyia hata utafiti wa GMO hapa nchini. Ila swali langu lilikuwa ni kuhusiana na nafasi ya kuivutia wawekezaji ni nzuri. Lakini tumekuwa tukiona baada ya kuja wanapoenda kuwekeza kunakuwa na migogoro sana na wananchi. Hili mmejipangaje kama serikali? Sababu watu wanakuja kwa nia njema, lakini wanaenda wanawekeza sehemu ambayo ina migogoro, hivyo wanaondoka na nafasi mbaya. Hili mmejipangaje katika eneo hilo? Swali lingine la nyongeza lilikuwa ni kama alivyosema waziri na wengine kwamba Urusi ina access na nchi nyingi sasa hivi duniani. Lakini kwa maana ya upande mwingine imekuwa ikitafsiria kama inataka kushindana hao wakubwa. Hili katika kwa approach yao mmelizingatia kuliangalia kwa kiwango gani ili si kawa kwamba ni tunashindana na hayo wakubwa wengine ambao uliwataja? Asante.
Asante, ninaitwa Mercy Kanaeli, ni mhariri wa Hope Channel Tanzania. Mimi swali langu nalielekeza kwa Profesa Kitila Mkumbo. Hii ziara ya Urusi pamoja na mazuri yake ambayo mmetuambia haitaleta kutokuelewana na Marekani? Asante. Swali la mwisho, alafu wakijibu tutakuwa tunafunga. Asante, mimi ni Upendo Maiko na tokea Azam Media. Samahani, swali langu liko nje kidogo, lakini ni masuala ya ziara. Niko napenda kumwomba waziri wa mambo ya nje nisaidie kulingana na ziara ambayo inatarajiwa hapo kesho ya rais wa Singapore, maeneo ambayo tunashirikiana kati ya hizi nchi mbili. Asante. Eneo hilo nafikiri kwa sababu ziara na mheshimiwa anakuja kesho kutwa, mheshimiwa waziri atalitolea maelezo katika utaratibu mwingine, na tuna utaratibu wa kutoa statement kueleza maeneo ambayo yatakuwa ya ushirikiano. Tungependa mkutano wetu wa leo focus kwenye ziara ya Urusi. Sawa sawa, tunalichukua hilo, lakini naomba niliweke hivyo. Kwa hiyo ilikuwa liwe la mwisho. Hebu tuwe nafasi ya swali la mwisho. Ulinyosha hapana, huyu mwenye taya hapa mbele alinyosha mapema sana. Asante. Naitwa Marco Kilo kutoka EATV. Swali langu linahusu haswa vijana. Ukiangalia vitu vingi hapa vilivyozungumzwa vinawalenga moja kwa moja vijana kwenye scholarship, kwenye nini. Lakini katika idadi hapa tuliopewa waliokwenda tofauti na viongozi ni wafanya biashara takriban 50. Labda nataka kufahamu tu katika ziara kama hizi vijana wangapi walihusishwa katika ziara hizo, na kama walikuwa wana miradi yao serikali inaweza kuwasaidia vipi kuiwezesha waweze kufikia malengo yao. Lakini pia kuna moja hapa msema kumeingia makubaliano wa ulinzi wa taarifa za siri pamoja na shirika letu la umeme Tanzania. Je, tuna uhakika gani na taarifa zetu za siri, na ni taarifa zipi hasa ambazo zitakazoshughulikiwa na haya mahusiano? Asante. Asante. Nikiangalia maswali, swali la kwanza FDI, Mheshimiwa Waziri wa Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo. Mheshimiwa Waziri, la kwako kweli. Ndio nafanya hivyo. FDI trade volume ambalo linaweza likachangiwa pia na mkurugenzi wa masuala ya diplomasia ya uchumi. Swali la Ellen kuhusu madini, teknolojia na utalii, Waziri Mkumbo. Vikwazo alisema lijibiwe na waziri wa mambo ya nje, lakini profesa unaweza ukalijibia pia. Mbegu sio za kawaida, nataka tusibashiri mpaka tuwe tumejua ni mbegu za kawaida sio kawaida. Lakini viwanda vya vinywaji, viwanda vya pombe na vijana wanavyokunywa vile viroba. Mheshimiwa Waziri talielezea pia. Mkumbo, Profesa Mkumbo. Migogoro ya wananchi, ili nalo liko kwenye eneo lako Mheshimiwa Waziri Kitila. Kushindana na wakubwa liko kwako. Ziara ya Urusi na Marekani liko kwako. Swala la vijana walishiriki vipi, mkurugenzi wa kuandaa yale majukwaa utalijibu hilo, na taarifa za siri Mheshimiwa Waziri Profesa Kitila Mkumbo uliligusia, kwa hiyo utalijibu pia. Karibu sana. Ni kama mizani na kuangukia yote we. Okay. Haya, asante.
Asante sana. Labda nianze na la ushiriki wa vijana katika business forum yetu na katika msafara ambao ulikwenda Russia, tulihakikisha tunashirikiana na kampuni changa za vijana, Tanzania Startup Association, ambapo walikuwa ni sehemu ya ujumbe, na baadhi ya makampuni, kwa mfano mnafahamu watu kama ile wanaitwa Magira Tech na makampuni mengine madogo madogo, yalikwenda sio tu walikwenda kushiriki, lakini pia wana hati ya makubaliano na Startup Association ya Urusi. Kwa hiyo ushiriki wao ulikuwa sio tu kujaribu kutafuta uhusiano mpya, lakini walikwenda pia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakuza uhusiano ambao tayari upo. Kwa hiyo ulikuwa ni ushiriki mzuri. Nafikiri katika makampuni ambayo nimesema karibu 50 yaliyekuwepo, 10 yalikuwa ni makampuni yale ambayo tunaita ni startup companies. Kwa hiyo kulikuwa kuna ushiriki mkubwa, na labda tu ningependa kueleza, hakuna kitu ambacho Mheshimiwa Rais anakiwekea msisitizo kama ushiriki wa makampuni ya vijana katika hizi business forum. Kwa hiyo sisi wenyewe tunajua kabisa ni kitu ambacho Mheshimiwa Rais atakuja atakiuliza kuhusu ushiriki wa vijana. Kwa hiyo ushiriki wa vijana nafikiri ulikuwa ni mzuri, na tutaendelea kushirikiana na vijana. Kuhusu kiwango cha biashara kwa ujumla kati ya Tanzania na Urusi bado iko ndogo, ni kama dola milioni 300 kwa data za mwaka jana, na katika hizo dola milioni 300 sisi nafikiri tuliuza kama dola, nilikuwa jaribu kuangalia hapa data, kama dola milioni 70 nafikiri ndio sisi tulizoziuza kule, na wao walileta kwetu bidhaa nyingi, na kwa sababu ya aina ya vitu ambavyo tunavinunua kutoka Urusi. Lakini kwa nini kumekuwa na urari huo wa biashara ambao umeegamia sana upande wa Urusi? Wao tunanunua sana kutoka kwao bidhaa kama mbolea, tuna import sana kutoka kwao, na bidhaa nyingine kama bidhaa kama ngano na bidhaa. Sasa moja kati ya mafanikio ya ziara, kitu ambacho kwa mfano amekisema Mheshimiwa Waziri, tunapofungua soko la Urusi kwa bidhaa za kutoka Tanzania, hasa bidhaa za kilimo, tunapozungumzia korosho, tunazungumzia kahawa, tunazungumzia chai, tunazungumzia tumbaku, na hata kwenye banda la Tanzania watu wengi walikuwa wanakuja kuuliza namna gani, na ambavyo pia alikuwa anasema Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje, ni wananunua vitu vingine kupitia mtu wa kati. Kwa hiyo wakinunua kupitia mtu wa kati, katika mahesabu ya urari wa biashara tunaonekana tumeuza labda Mashariki ya Kati, kumbe wenzetu wa Mashariki ya Kati wamechukua wamepeleka nchini Urusi. Kwa hiyo ukiniuliza mimi, kwa mkakati tulionao kwa miaka 5 inayokuja kwa Tanzania, lazima sisi thamani ya biashara ambazo tuko nauza kwenda Urusi, na hasa tukichanganya biashara ya bidhaa na biashara ya huduma. Tunapozungumzia biashara ya huduma tunazungumzia biashara ya utalii na vitu kama hivyo. Naamini itafika dola milioni 500. Yaani tukisimama hapa mwaka 2030, naomba tuulizane, I'm sure biashara yetu kwenda Urusi itafika milioni 500. Ili swali nimeleta kwa Profesa Mkumbo, non-disclosure agreement, ni kwa sababu tutafsiri ndio ile inaleta changamoto ya tafsiri. Lakini kwenye mikataba ya kibiashara, Rosatom ni moja kati ya kampuni kubwa ya nishati, mafuta na gesi Urusi. Sasa mnapoingia makubaliano ya kufanya kazi pamoja, kitu cha kwanza ambacho mnafanya, hiyo ni utaratibu wa kibiashara dunia nzima. Kitu cha kwanza ambacho mnafanya, mnasaini mkataba wa kutotoa siri ya vile ambavyo mnakuwa mnajadiliana. Yaani kwa maana kwamba kama mnaanza kujadiliana kushirikiana labda kwenye uzalishaji wa umeme kwa kupitia gesi, mnajadiliana kwenye uzalishaji wa umeme kupitia labda mionzi ya jua. Sasa yale majadiliano, bei itakuwaje, teknolojia mtatumia ipi,
msipokuwa mna hati ya kutunza siri, na kwa sababu wakati huo sisi kama Tanzania tutakuwa tunampa taarifa kuhusu mitambo yetu ya umeme ikoje, uzalishaji wetu ukoje, na yeye atakuwa anatupa taarifa. Sasa msipoweka ule mkataba wa kutunza siri, kesho taarifa zenu zinaweza kuwa mahali pengine. Kwa hiyo duniani kote unapoingia kwenye mkataba wa kibiashara na mtu yoyote, kitu cha kwanza cha kufanya ni kutunza siri ya yale majadiliano. Ndio maana Kiswahili tuna struggle, lakini non disclosure agreement ni kuto disclose kile ambacho mnakizungumza mpaka pale ambapo sasa mkishasema sasa tumekubaliana, mnatia saini, sasa mnaweza kwenda kwa waandishi wa habari, tulichokubaliana ni hiki na hiki. Kwa hiyo sio tusitoe tafsiri ya siri labda kuna vitu fulani vya kuhujumu. Hapana, ni kwamba tu majadiliano ya kibiashara lazima kwanza yaanze na non disclosure agreement. Asante sana. Nashukuru sana Mheshimiwa Balozi kwa kunisaidia hilo jibu, na mimi sitaenda tena, umeeleza vizuri kabisa. Sasa swali la kwanza, Ali Mayala, Daily News FDI. Tutarajia nini kutoka Russia? Nimeshaeleza Russia tayari tuna miradi nao 13 ikiwemo huu ambao Mheshimiwa Waziri ameueleza, ambao thamani yake mpaka sasa tunazungumzia dola milioni 400, na tunatarajia mazungumzo haya yazae miradi zaidi. Lakini msisahau kwamba Mheshimiwa Rais alienda kuzindua mradi wa uranium kule Mkuji na Mtumbo. Ule mradi peke yake gharama yake au thamani yake investment ni around dola za Kimarekani bilioni 1 point. Kwa hiyo unaweza kaona tayari huo peke yake tu umeshatusogeza, utazalisha takriban kuanzia mwaka 2029 tani za uranium 3,000. Kwa hiyo tunatarajia kwa kweli katika kipindi hiki kule kama mwaka 2030 tunatarajia thamani ya uwekezaji kutoka makampuni ya Russia uongezeke sana kutokana na hizi hamasa ambazo Mheshimiwa Rais amezifanya. Kwa hiyo sisi lengo letu tumewapa TISEZA ifikapo mwaka 2030 wawe na uwezo wa kuvutia uwekezaji wenye thamani ya mitaji ya dola za Kimarekani bilioni 15 kutoka sasa hivi around bilioni 8 mpaka 9 hivi. Kwa hiyo yote hii itachangiwa kutoka sehemu mbalimbali ikiwemo Russia. Kwa hiyo tunatarajia size of proportion ya investment katika miaka 5 ijayo. Ellen, fursa za uwekezaji nyingi zinatangazwa, inachelewa sana, ni kweli. Kwa mfano sasa hivi hatua moja muhimu, lazima tuwe na makubaliano yanaitwa bilateral investment treaty, makubaliano ya uwili katika swala la uwekezaji. Huo ndio msingi, na tunatarajia Batiduri Katibu Mkuu yupo hapa na leo Mheshimiwa Rais ametupa maelekezo hilo jambo likamilike haraka mno. Kwa hiyo tunatarajia ndani ya mwaka huu tukamilishe huo mkataba ambao tunatarajia uchochee sana swala la uwekezaji. Na mfumo gani utawekwa ili kuhakikisha miradi inakuwa halisia? Tunawapa malengo mahususi TISEZA na taasisi zingine, lakini msisahau kwamba yote hii inaendana pamoja na swala la kuendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji na ufanyaji biashara nchini, ambao tuna launch mpango huo, mkakati mpya, Mkumbi 2 wanaita, sio muda mrefu ujao, na mle ndani tumeweka mikakati mingi zaidi, na kwa hiyo tunaamini kwamba itaenda kutusukuma. Ngoi, nadhani swala la GMO limeshajibiwa. Viwanda vingapi vitajengwa tutategemeana, nimeshalijibu hilo. Viwanda vya pombe nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo viwanda vyote vitakavyojengwa hapa vitapitia kwenye sheria za Tanzania. Kama ni pombe isiyo kali sana ama kali sana, tunazo taasisi imara ambazo zinashughulikia ikiwemo TBS na kulinda maslahi ya walaji wakiwemo watoto. Kwa hiyo hili ni kuhakikishie ndio njia pekee. Hatuwezi kuzuia ukasema kwamba usijenge viwanda hivi kwa sababu utaenda kuwafanya watu walewe. Muhimu ni kuweka mifumo ambayo italinda walaji, na sisi tunao mifumo ya kutosha hapa kuhakikisha kwamba walaji wetu wanalindwa kikamilifu na kulinda afya za watu wetu. Hilo ni jukumu la serikali
na tunalitekeleza. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kuhusu vodka, kwa sababu hata sasa vodka zipo hapa zinauzwa, lakini muhimu sana ni kudhibiti ili ziuzwe kutoka source ambayo inaeleweka, ili watu wetu wasiweze kuathirika kiafya. Selemani sio mzungumzia vizuri swala la migogoro. Silaha kubwa sana kwenye uwekezaji ni sheria, ni utawala wa sheria. Na uwekezaji kama mna sheria legelege hamwezi kufanikiwa. Lazima sheria ziwe imara. Ndio maana kila siku, kila mara tunapitia sheria zetu ili ziwe vizuri, sababu ndio pale ndipo mchezo ulipo. Lakini swala lazima la elimu kwa umma, tunapoamua kama nchi kukaribisha wawekezaji, lazima wananchi tuwape elimu waielewe. Lakini jambo la tatu, lazima tulinde maslahi ya wananchi wetu. Kwa mfano, silaha moja ya uwekezaji ni ardhi, na lazima kuna maeneo ambayo tutaomba wananchi wapishe ardhi. Sasa lazima wapishe ardhi kwa mujibu wa sheria zetu. Hatuwezi kuwanyang'anya wananchi wetu ardhi, lazima watapewa kwa mujibu wa sheria. Kama ni fidia, watalipa fidia, ama wataingia makubaliano na uwekezaji. Nataka niwahakikishie kisera, kimkakati na kimaono, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, swala namba moja kwake ni kulinda maslahi ya watu ambao anawaongoza. Na panapotokea mgogoro kati ya wananchi wetu na mwekezaji, serikali ya hii awamu ya 6 itakuwa upande wa wananchi. Na hiyo tu sio maono ya Mheshimiwa Rais, lakini ndio sera za msingi za Chama cha Mapinduzi ambayo inaongoza nchi hii. Inapotokea mgongano kati ya maendeleo ya vitu na utu wa Watanzania, maelekezo ya CCM ni kwamba serikali lazima ikae upande wa utu, na hiyo ndio imekuwa heshima ya nchi kwa miaka yote, na hilo tunaendelea nalo. Kwa nataka niwahakikishie tu kwamba katika migogoro hii, moja, tutatumia sheria kikamilifu, lakini pili, tutazingatia maslahi ya watu wetu, kwa sababu nchi hii na serikali hii imewekwa na watu na lazima ilinde maslahi ya wananchi wake. Sasa nimalizie na swali moja ili ambalo wametaka nilijibu, swala la mahusiano yetu na Marekani katika muktadha huu itakuwaje. Mambo manne ya kuzingatia. La kwanza, tutofautishe kati ya uhusiano wa kidiplomasia na vikwazo vya kiuchumi. Distinguish between sanctions and diplomatic relations. Hapa katika nchi zote ambazo tunaziona zinazungumza sanctions, Mheshimiwa Balozi atanisaisha hapa, hakuna hata nchi moja ambayo imeshavunja uhusiano wa kidiplomasia na Urusi, iwe ni Marekani, iwe ni Uingereza, iwe ni Ujerumani. The diplomatic relations are intact. Na juzi kwenye spifu walikuwepo pale, na moja kaongea kwa niaba ya kule, ametoka kwao. Kwa hiyo ndugu zangu wananchi, hili eneo lazima mlielewe, Urusi haijatengwa kidiplomasia. This is important to understand. Tuna mambo ya sanctions, haya mambo ambayo yanatokea mara moja kwa nchi hii, kwa sababu hizo, na sanctions hizo sio za kudumu. Hili ni eneo la kwanza ambalo nilidhani muhimu tukalieleza. Lakini jambo la pili, sisi kama nchi tunaunga mkono, ndio msimamo wa Tanzania siku zote wa kisera kabisa, tunaunga mkono migogoro yote itatuliwe kwa njia ya amani. Kwa hivyo hiyo mgogoro unaendelea kati ya Urusi na Ukraine na migogoro mingine yote tungetaka itatuliwe kwenye meza, kwa sababu migogoro huanzia mezani na lazima ishie mezani. Sisi tunaunga mkono jitihada zote ambazo zinachukuliwa na watu mbalimbali duniani kuhakikisha kwamba vita hii inayoendelea huko Ukraine, ambao kimsingi ndio msingi mkubwa wa sanctions, iishe kwa amani, ili dunia iishi kwa amani na turudi kwenye international order. International order ni kwa kuzingatia matakwa ya UN, si ndio tunatuongoza? Ndio msimamo wa Tanzania kabisa wa kisera huo. Tatu, swala hapa sio
ama Urusi ina mgogoro na mataifa mengine ama la. Swala hapa, Tanzania inaposaka fursa za uwekezaji, nini tuongozwe nacho? Lazima tuongozwe na maslahi yetu ya kiuchumi, na katika maslahi huchaguliwi rafiki. Nchi hizi zimeshakubaliana, kila nchi wao wana lugha zao za kidiplomasia. Sovereignty katika nyanja mbalimbali, political sovereignty, economic sovereignty, digital sovereignty these days we talk about, and that is something that you have to guard as a nation kwa wivu mkubwa. Kwa tunaongozwa na maslahi yetu ya kiuchumi, na ndio nchi zote zinafanya hivyo. Sasa kama Mheshimiwa Putin anazungumza na Mheshimiwa Trump, nyinyi mnaona kila siku, who are we not to do that? Please. Hawa watu wanaongea kila siku kwa simu, wanafanya nini? Mnasikia wote, mnashuhudia. Hata juzi Mheshimiwa Putin akasema, Trump rafiki yangu tunazungumza. Kwa hiyo ndugu zangu, msiingie kwenye huko. Zingatieni maslahi ya kwetu. Na nchi hii inajulikana katika kulinda maslahi yake na maslahi mapana. Sisi nchi hii, watu wote dunia walikuwa wanakimbia South Africa wakati wa apartheid. Nchi hii tulisimama, tukasema tutapigania kukomeshwa kwa ubaguzi wa rangi. Wakati it was unfashionable, ulikuwa unaonekana kituko wakati huo, lakini this country stood firm. It is not the first time. We are very clear on what we want and need as a country, diplomatically, politically, economically, na tusilose hilo. Ni moja ya nchi ambayo imefanya nchi na umaskini wake heshimike sehemu mbalimbali duniani. La nne, nataka mjue, na Mheshimiwa Rais juzi kalieleza vizuri kwenye interview yake kwa ustadi wa hali ya juu, Marekani hapa ina miradi tunaendelea nayo, na juzi Mheshimiwa Rais kaitaja moja baada ya mwingine. Uwekezaji wa Marekani hapa ukilinganisha na Urusi is nothing, ni mbingu na dunia. Tunaendelea na uwekezaji wa miradi mikubwa, tunaendelea nao. Mheshimiwa Waziri kila siku anakutana na mwenzetu wa balozi hapa wa Marekani, na sisi akitaka anasema Kitila Mkumbo kutana, tunafanya hivyo, tunamahusiano tunaendelea nao vizuri tu kabisa. Kwa hiyo nataka mambo hayo manne myazingatie. We already have a number of projects from the US, they are investing here. Lakini mzingatie pia, mimi kama waziri wa uwekezaji hata nikienda tu China, kishaona hapa tumekutana pale Rotana na Wachina wengi, unapigwa simu kabisa, unaulizwa, hey, you only taking Chinese? No. This is going to continue in this geopolitical world ambayo ni multipolar. Haya mambo yapo tu, utaulizwa utanani, kwa sababu kila mtu anavutia. But as a country, na rais ametupa mwelekeo, go and engage with everybody in this globe, provided the national economic interests of this country are protected and promoted, and we shall keep on doing that. We are a sovereign country, na tutazingatia sheria zote za kimataifa. Nadhani hili ni eneo ambalo nitaka kulisisitiza ndugu zangu. Mimi kama waziri wa uwekezaji, ndio mwelekeo wa kisera ambao Mheshimiwa Rais ametupa, na nyie kama waandishi wetu wa habari ni muhimu mkalielewa hilo. Nawashukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa maelezo hayo, na niwashukuru waheshimiwa mawaziri wote na mkurugenzi Balozi Ulanga. Na ndugu wanahabari, tumefikia mwisho wa mkutano wetu, na kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, kuna swali tumeacha? Haya, kwa ufupi. Wanasema wanasiasa chakula chao ni kusema pia. Kwanza nimshukuru sana Profesa Kitila Mkumbo, nikushukuru mkurugenzi. Lile la Singapore ni rais wa Singapore ambaye mwenyeji wake ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mdomo wake ule pale. Kwa hiyo utasema mdomo wake. Mamangu, swala la GMO
Baada ya wiki mbili kwenye tarehe 22, 23 wamenialika kutembelea shamba lao. Nitajitahidi siku hiyo kwenda na watu wa kilimo, na wewe nataka nikualike. Naomba uchukue jina lake niende naye. Ukifika pale shambani wewe na mimi tutauliza pamoja GMO si GMO. Tutauliza pale maana vizuri kufanya practical. Vizuri kufanya practical kwa sababu umechomekezea au vipi, lakini naita scooping Kwa hiyo pale awepo naye ziara, usafiri nitatoa mimi kwake. Kwenda kwenye shamba tembelee, utauliza kule GMO si GMO, ndizi za hapa sio za hapa, mbegu zimetoka wapi, zinakokwa ndizi na kadhalika ndani. Hilo la pili. La tatu, mimi nimshukuru sana Profesa, umeweka yale mambo manne vizuri, lakini nakuombeni kwa heshima na taadhima, ndugu zangu waandishi wa habari, ili nakuombeni nyie, naomba tafadhalini mkafanye research kidogo. Nakuombeni sana, fanyeni research. Research fanyeni mambo matatu, mtamsaidia na Profesa Kitila Mkumbo. Research ya kwanza, top 10 trading partners with Tanzania. Ipo Wizara ya Fedha, ipo BOT website, ipo sehemu nyingi. Top 10 trading partners with Tanzania. Partners 10 wanaofanya trade na Tanzania. Nchi zote hizo mlizozitaja nyie, sanctions na kadhalika, hakuna. Ukichukua katika top 10, wa kwanza kabisa ni China, sawa na wale watano wafuatao. Ile figa yake sawa na wale watano. Sio, umenielewa? Lakini umenielewa? Naomba ili sitaki mimi kama waziri wa mambo ya nje kutaja nchi. Kafanyeni nyinyi mpate wa kwanza. Mimi nao hapa wote 10. Wa kwanza nani, wa pili nani, wa tatu, wa nne, wa tano mpaka 10 mtafika. Hilo la kwanza. Naongezea pale aliposema. Lakini la pili, kila nchi ina haki ya kuzuia wanachotaka. Juzi mfano umepitishwa $156, ni mkopo ule. Sasa bandari ya Dar es Salaam pamoja na TRA, figa zao alitangaza huyu mheshimiwa, trilioni 4.3 mwezi wa Disemba 2025, nakumbuka. Trilioni 4.3 sawa na bilioni 1.5 dola. Katangaza collect hapa nchini mkopo wa milioni 156 kwa miaka 5, na kule mwezi mmoja una collect bilioni 1.5. Change iko wapi? Muona, umecheka. Sasa hiyo research. Na kuombeni ndugu zangu waandishi wa habari, mambo mengine serikali yenu ikiwa inaulizwa, nyinyi ndio mko katika better position ya kujibu. Kwa very simple research unamweleza tu bwana, kuna hivi. Kuhusu vikwazo, kila nchi duniani ina haki ya vikwazo vyake kidiplomasia, ina haki yake. Kuna nchi mimi hata nikitaka kuoa au kutafuta msichana, kuna kikwazo, huruhusiwi kumwoa raia wa nchi hiyo. Mkitaka nitakutajeni 10 sasa hivi nchi hizo. Huruhusiwi, hata msichana umpende vipi, uwe na pesa namna gani, yule msichana lazima apate kibali cha serikali kuolewa na wewe, ama aache uraia wake afate uraia wa mumewe. Ndio. Sisi ni very friendly country. Sisi ukioa kwetu nakukaribisha, ukiolewa tunakukaribisha. Ndo sheria zetu. Sasa hivi vikwazo viko, kaeleza mheshimiwa, vya visa mbali, vya vikwazo wanawekeana wenyewe kwa wenyewe. Sisi bado hatujawekewa. Tuna vitu vidogo sana. Hatuna bado vikwazo tulivyowekewa. Kuna visa B1, B2. Mimi kesho kutwa mtaniona natinga Marekani, na naomba nikuletee picha wapi nikiwa kwa Marekani. Alafu jiulizeni kuna kikwazo aina gani hapa. Kwa hiyo naomba sana tusijikite hivi, tuangalie zaidi mahusiano yetu ya kidiplomasia. Mheshimiwa ametoa maelezo mazuri sana. Urusi, mahusiano yao ya diplomasia. Nyie mlikuweko wengine, amesimama Marekani amezungumza, amesimama European Union amezungumza, amesimama yule mama Hungary, Romania amezungumza. Wote na wote wana balozi zao kule. Kwa nini sisi tunajaribu kutafuta uchumi wetu kwa ajili ya wananchi wetu tuanze kuhangaika? Na la mwisho kabisa ndugu zangu wanahabari, tukianza na negative na ile negative ikatokea kwenu nyinyi, je, hili litawezekana? Itawezekana kweli? Tunaanza na negative. Let's start with positive. Ziara hii imefanyika baada ya miaka 57, rais wetu kaenda kule, hawa watu wako tayari kushirikiana na sisi. Let's start with the positive move. Tuanzeni. Na nyinyi ndio watu wa mwanzo. Ndio maana mnaitwa nyinyi mrengo walikuwa wasio rasmi wanne.
nyie ndio watu wa mwanzo kutoa positivity katika jamii. Mimi nikushukuru sana msemaji, na kurejeshia maiki yako. Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa ufafanuzi huo. Naam, ndugu wanahabari, nafikiri sasa tunafikia ile mwisho kabisa wa mkutano wetu huu, na kama mlivyosikia Mheshimiwa Rais tayari ameonyesha njia, amefungua milango. Kwa hiyo wajibu wa serikali umeelezwa vizuri hapa. Fursa za ushiriki wa wafanyabiashara zimewekwa wazi, na kwa kutoa taarifa hizi ambayo ndio ilikuwa lengo la mkutano huu, ni kuwawezesha wadau wawe na uelewa mpana wa fursa zilizopo kwa wafanyabiashara, kwa vijana na kwa wanahabari. Jukumu letu litaendelea kuwa kuhabarisha ili umma wetu uwe na uelewa mzuri zaidi, ili waweze kubadili hizi fursa kugeuka kuwa uwekezaji, biashara na ajira kama sehemu ya ustawishaji wa jamii yetu ya Kitanzania. Niwashukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje, Mheshimiwa Waziri wa Uwekezaji na Mipango, Mkurugenzi Ulanga, na ndugu wanahabari, asanteni sana, na huu ndio mwisho wa mkutano wetu. Mwe na jioni njema. Asanteni sana.